Mheshimiwa, tunaendelea sasa. Ni Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Namuita Mheshimiwa Zuberi Yahaya Mfaume aulize swali lake. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante kwa kunipa nafasi hii. Kwa niaba ya wananchi wa kata ya Bwakila Chini na wananchi wa jimbo la Morogoro Kusini, naomba sasa swali lao namba 32 lipate majibu ya serikali. Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote, kwa ruhusa yako, kwa sababu leo ni mara yangu ya kwanza kusimama hapa, naomba nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu na pia kwa moyo wangu wa dhati niwashukuru wapiga kura wetu au wapiga kura wangu wa jimbo la Ruangwa waliofanya maajabu ya kupiga kura nyingi kwa Chama cha Mapinduzi. Wamemchagua Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kura nyingi, lakini mbunge wao kwa kura nyingi, lakini wameweka historia. Kwa mara ya kwanza wamechagua Chama cha Mapinduzi kwa madiwani wote wa Chama cha Mapinduzi. Ninawashukuru sana sana sana. Pia namshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyeniwezesha niwe sehemu ya serikali yake kumsaidia katika nafasi ya naibu waziri. Ninamshukuru sana sana. Vinginevyo naendelea kuwapongeza wabunge wote kwa kuteuliwa na kuchapa kazi ambazo leo hii serikali ya Chama cha Mapinduzi inatekeleza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, naomba sasa nijibu swali namba 32 la Mheshimiwa Zuberi Yahaya Mfaume, mbunge wa Morogoro Kusini, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kampuni ya Morogoro Sugar inamiliki eneo lenye mashamba 9 katika halmashauri ya wilaya ya Morogoro yaliyopo vijiji vya Gomero, Nyarutanga, Dakawa, Bwakila Chini, Ngazi, Vigolegole, Msonge, Tanunguo na Tulo. Vijiji vyote hivi vyenye ukubwa wa jumla ya hekta 3632.25. Eneo hilo limepangiwa matumizi ya kilimo cha miwa kwa ajili ya kiwanda cha kuzalisha sukari. Mashamba hayo yametolewa kwa TESEZA kwa hati zilizosajiliwa kwa namba 7312, 7315 na 7311 kwa ajili ya shughuli za uwekezaji. Mgogoro katika eneo hili unatokana na baadhi ya wananchi kuingia na kuanza kufanya shughuli mbalimbali katika ardhi inayomilikiwa na kampuni ya Morogoro Sugar kupitia TESEZA. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hatua mbalimbali katika kutatua migogoro ya ardhi baina ya mwekezaji na wakulima na wafugaji katika maeneo hayo niliyotaja, hatua zifuatazo serikali imechukua. Mipango ya matumizi ya ardhi katika vijiji vyote vinavyozunguka mashamba hayo imeandaliwa na wananchi wameanza kupata hati za haki miliki za kimila. Kamati inayowashirikisha wananchi wa vijiji husika na viongozi iliundwa kwa ajili ya kuwezesha utoaji wa mrejesho kwa wananchi kuhusu hatua zinazofikiwa katika utatuzi wa migogoro. Wananchi wameendelea kupewa elimu kuhusu umuhimu wa kuheshimu mipango ya matumizi ya ardhi iliyopitishwa. Na mwisho lakini si kwa muhimu, viongozi wa vijiji wanaowauzia wananchi ardhi ndani ya eneo lililotolewa kwa shughuli za uwekezaji wameendelea kuwajibishwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wanaoishi maeneo yanayozunguka mashamba haya, serikali inawaagiza kuzingatia sheria na kanuni za umiliki wa ardhi ili kuondoa migogoro hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Zuberi Yahaya Mfaume, maswali ya nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa kunipa nyongeza. Kwanza nimpongeze Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu mazuri, lakini pia nimweleze kwamba kuna changamoto kubwa katika eneo la Bwakila Chini
kwa maana ya kijiji cha Mbwade kwa serikali kupima maeneo kwa ajili ya kuwamilikisha wananchi maeneo hayo, na wananchi wamelipa pesa zote, lakini hadi sasa hawajapatiwa hati zao. Sambamba na hilo, katika kijiji cha Msonge pia wananchi walijiunga katika kikundi kwa ajili ya kuendeleza shughuli za kilimo pale, na wakawa na makubaliano na serikali ya kujenga zahanati katika eneo husika. Wananchi hawa waliahidiwa kupimiwa viwanja na Wizara ya Ardhi na kumilikishwa, na tayari wamefanya wajibu wao wa kujenga jengo lile, lakini hadi sasa serikali haijatimiza wajibu wake wa kuwapimia na kuwapatia hati ili waendeleze shughuli za kilimo katika eneo hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, je, Mheshimiwa Naibu Waziri atakuwa tayari sasa kuambatana nami jimboni kuwasikiliza wananchi na kujionea changamoto hizi ili aweze kuzitolea majibu? Ninafahamu Mheshimiwa Naibu Waziri kwa muda mchache aliyohudumu katika ofisi yake ni bingwa wa utatuzi wa migogoro ya ardhi. Asante. Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, naomba nitoe majibu ya masuala ya nyongeza ya Mheshimiwa Zuberi Haya Mfaume. Awali ya yote, kwanza Morogoro Kusini kwa kweli wamechagua mbunge ambaye anafuatilia changamoto mbalimbali za wananchi wake. Wakati nikiwa mgeni kabisa katika nafasi hii alishawahi kunipigia na tuliwahi kuzungumza juu ya changamoto mbalimbali, na hatima yake na leo hii ameleta jambo hili na anazidi kuwatetea kujua haki ambazo wanastahili katika maeneo hayo. Mbunge, hongera sana, na wananchi wa Morogoro Kusini hongereni kwa kupata mwakilishi mzuri. Vijiji ulivyovitaja na ulivyozungumza kuhusu haki yao kupatiwa hati, huo ni wajibu wa wizara, kwa sababu tayari mpango ulishapangwa na upimaji umeshafanyika. Ni swala la kutoa hati tu. Ni kuahidi nitaambatana na wewe katika ziara ambayo tutakubaliana, tutaenda maeneo husika, na siku hiyo ni kuhakikishie kama kutakuwa na hati ambazo wanastahili kupewa watu hao katika vijiji hivyo, tutavitoa, na wewe ukiwemo kwa wananchi wako wote. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.